إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون، فإني أمامكم متواضعا إلى الله وداعيا إليه، فأمنوا. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقها من بعده مؤيدا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا علينا شقيا ولا محروم. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. أيها المؤمنون، nimeanza hutuba yangu hii kwa kusema mimi nimesimama mbele yenu kwa unyenyekevu mbele ya Allah tabaraka wa taala, lakini kwa kuomba dua, na nimewataka muitike amin katika dua hiyo, na nikamuomba Allah jalla wa ala ajalie mkusanyiko huu huo ni mkusanyiko wenye kustahiki rahma yake, na kutawanyika kwetu baada ya hapa kuwe kuna kinga ya Allah tabaraka wa taala, na kuwe kuna msaada wa Allah juu yetu. Lakini pia nikamwomba Allah jalla wa ala kwa kukalili mara tatu, Allahumma ja'alna min ibadika almukhlasin. Allah tujalie tuwe katika waja wako uliowatakasa. Allah tabaraka wa taala alipomtaja shetani na vitimbi vyake na uwezo aliompa, akasema hutawaweza waja wangu mukhlasin illa ibadaka minhum almukhlasin. Hata yeye shetani pia alipomwambia Allah nitawapoteza waja wako wote, akasema illa ibadaka minhum almukhlasin, sitaweza kuwapoteza waja wako ambao wewe umewatakasa. Fanasaluhu tabaraka wa taala an yaj'alana min almukhlasin. Ayuha almu'minun, kama kuna wakati ambao panahitajika dua sana, basi huu wakati unahitajika dua sana, katika hali za mtu mmoja mmoja, katika hali za watu wanaoshirikiana, katika hali za wanajamii wa Kiislamu, na mwisho kabisa katika hali za wanajamii wa Kitanzania na wanadamu wote kwa ujumla. Kila sehemu katika hizi sehemu ambazo nimezitaja zina changamoto nyingi, ambapo mmoja anaona mwenzake ana nafuu, na kila mmoja anajiona kwa upande wake hali imekuwa mbaya sana. Ndugu zangu katika imani, najua kuja kwenu hapa haikuwa sababu isipokuwa kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala na kujibu wito wake. Lakini si wito tu wa kuja kuswali, kwa sababu jambo la kwanza siku yetu hii ya leo tunaswali, alafu tukitoka hapa tunachinja. Na yakini sio na shaka, kwa wale wote waliowafikiwa na Allah wameandaa vichinjwa vyenye vigezo, vichinjwa ambavyo tunataka tumpe Allah kile tulichokuwa nacho, na yeye hahitaji kutoka kwetu isipokuwa ni uchamungu wetu. Kwa hili nalo biidhnillahi wa tawfiqihi limekaa vizuri, na watu watachinja leo, watachinja kesho, watachinja kesho kutwa, watachinja siku ya 4 katika ayamu tashriq. Salafuna salih
ilikuwa katika visimamo kama hivi wanachinja mpaka binadamu kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Alitoa khutba Khalid al-Qisri, mmoja wa magavana katika mji wa Iraki. Katika khutba yake alisema maneno haya: dhahu taqabbala Allahu dhahayakum fa inni mudahi Ja'da ibn Dirham fa innahu za'ama anna Allah tabaraka wa ta'ala lam yattakhidh Ibrahima khalila wa lam yukallim Musa taklima. Chinjeni enyi waja wa Allah, Allah akukubalieni vichinjo vyenu. Mimi nikitoka hapa na kwenda kumchinja Ja'd ibn Dirham, kwa sababu Ja'd ameleta madai ambayo hayapo ndani ya Uislamu. Yeye anadai kwamba hakika ya Allah jalla wa ala lam yattakhidh Ibrahima khalila, akumfanya Ibrahimu kuwa ni kipenzi chake. Wallahu yaqul wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, wakati Allah anasema amefanya Ibrahim kuwa ni kipenzi chake. Huyu Ja'd anasema walam yukallimu Allahu Musa taklima, wala Allah hakumsemesha Musa kumsemesha, wakati Allah anasema ndani ya Qur'ani wa kallama Allahu Musa taklima. Huyu bwana anataka kuharibu dini za watu, anataka kuharibu akida za watu. Kwa hiyo kumuondosha huyu mtu mmoja, kusalimisha jamii yote iliyobaki, hii ni katika masuli ya kila mtu mwenye akili timamu, kwa sababu kumwachia huyu mtu mmoja na mitazamo yake feki aliyokuja nayo katika umma wa Kiislamu ni kukubali kuozesha jamii nzima. Kwa dhahu taqabbala Allahu dhahayakum, chinjeni Allah kukubalieni vichinjo vyenu. Fa inni mudahil bi Ja'd ibn Dirham, mimi nikishuka hapa na kwenda kumchinja Ja'd ibn Dirham. Fi'lan aliposhuka kwenye kutuba akamchukua Ja'd, alimfunga kwenye kiroba pembezoni mwa membari yake, akaenda naye sehemu akamchinja lillahi tabaraka wa taala, ili dini ya Allah ibakie salama. Ayuha almu'minun, i'tabiru ma'i hadhihi al-aya. يقول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أيها المؤمنون, aya hii zingatieni kwa umakini sana. Hii ndio aya ambayo inatutengenezea tafsiri ya hutuba yetu ya leo. Huwa alladhi, yeye Allah ndio ambaye anzala alayka alkitab, ameteremsha kwako wewe Muhammad kitabu cha Qur'an. Minhu, ndani ya hicho kitabu, ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Allah amekigawanya kitabu chake katika ayatu sura mbili. Ndani ya Qur'an kuna ayatun muhkamat, aya zilizokuwa wazi zenye kueleweka na kila mtu. Wa hunna ummul kitab, hizi ndizo mama wa kitabu. Msingi wa Qur'an upo kwenye aya hizi. Wa ukharu, na kuna nyinginezo, mutashabihatu, zinakanganya katika kuzielewa, zinahitaji elimu ya ziada katika kuzielewa, zinahitaji miongozo ya wanawazuoni katika kuzielewa. Faama alladhina fi qulubihim zayg, akawagawanya watu pia katika kuifahamu Qur'an. Ama wale ambao katika nyoyo zao wana upondofu, wana upotevu, fayattabi'una ma tashabaha minhu, wao kwenye Qur'ani hawataki zile ayatu muhkamat, wanataka hizi ayatu mutashabihat. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, wanazifuata zile aya ambazo zinatashabuhu katika kuzielewa kwake, na wanafuata hizo ibtighaa alfitna wa ibtighaa ta'wili. Wanafanya hivyo kwa sababu ya kutafuta fitna na kutafuta taawili yake. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, na hakuna ambaye anajua hizo aya taawili yake isipokuwa nani? Allah pekee yake. Na hii wakfu ya kujalia kwamba kinachokuja baadaye ni jumlatul musanafa. Yani hapa maelezo yameisha hapa. Allah aliposema warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, watu wenye elimu nzuri, wasomi kamilifu, huwa wanapoziona hizi ayatu muhkamat pamoja na ayatu mutashabihat, yaquluna amanna bihi, wanasema tunaziamini zote. Kullu min indi rabbina,
kwa sababu aya zote hizi zinatoka kwa Mola wetu. Wama yadhakkaru illa ulul albab, hakuna mwenye kukumbuka isipokuwa watu wenye akili timamu. Ayuha almu'minun, ittiba'u almutashabih min maradhi ahli alfitna, kufuata tashabuh katika aya za Allah ni maradhi ya watu wa fitna na maradhi ya watu wanaotafuta ta'wil. Ta'wili yake Allah anasema hakuna asiyejua isipokuwa ni nani? Hakuna anayejua isipokuwa ni nani? Allah pekee yake. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anasema tafsiri ya Qur'ani ina maratibu 4. Martaba ya kwanza ni ile ambayo inafahamika na kila mtu katika halali na haram. Hakuna mtu asiyejua nini halali nini haram, hata kama si Muislamu. Kuna mtu anashaka kuwa zina ni haram, kuna mtu anashaka kwamba shirki ni haram. Kwa hiyo aya zilizokuja kutahadharisha shirki, aya zilizokuja kutahadharisha bid'a, aya zilizokuja kutahadharisha zina, ulevi wa pombe, hizi kila mtu anazijua. Halali na haram ni ufahamu wa kila mtu kwenye Qur'an. Bali hata usiposoma Qur'ani, halali unajua na haramu unajua. Lakini tafsiri ya pili ni tafsiri ya watu wenye kujua lugha ya Kiarabu, ambayo ndio imeshukia hiyo Qur'an. Hii inapotokea pametatizika maana ya neno, Waarabu wenyewe wanajua muradi wake. Neno al-ilah maana yake kwa Waarabu ni al-ma'bud. Kwa hiyo unapotajwa ilahun maana yake ni ma'bud. Unapotatizika na neno hili, warudie Waarabu watakujulisha kwamba hapa muradi wake kadhaa. Usitafute fitna kwenye Qur'an, wala usitafute tawili katika Qur'an. Tafsiri ya tatu ni arrasikhuna fil ilm, ni ile ambayo wanajua wanawazuoni peke yao, na wao ukitaka kujua hiyo lazima urejee kwa wanawazuoni. Bila kurejea kwa wanawazuoni wewe utakuwa ni mpotovu na unaweza ukawapoteza watu. Na maana ya mwisho ni ile ambayo la ya'lamuha illa Allah, hakuna anayejua isipokuwa nani? Allah tabaraka wa taala. Naam, Allah ameleta majina yake, ameleta sifa zake, hakuna anayejua uhalisia wa sifa za Allah isipokuwa ni nani? Allah peke yake. Ama matakwa ya Allah kwetu ni kusema amanna bihi kullu min indi rabbina, tunaamini zote kwa sababu zote zinatoka kwa Mola wetu. Ayuha almu'minun, hiki ni kitabu cha Allah, ndani yake kuna ayatun muhkamatun wa ukharu mutashabihat. Fama baluka min qawanini alwad'iyya, haliko vipi katika hizi katiba za kibinadamu, katika nidhamu zinazopangwa na watu, ikiwa katika aya za Qur'ani kuna ayatun muhkamatun na ayatun mutashabihat, na Allah akatahadharisha wale ambao wanafuata ayatun mutashabihat, kwa sababu hawa wataleta fitna kwenye jamii, wataleta mipasuko kwenye jamii kupitia kwenye hii Qur'an. Wa fi'lan walitokea mutaawilun kama tunavyokuja kuwaeleza katika hutuba hii. Sasa ikhwani, ikiwa Qur'ani ina watu ambao ni ahlu zayzi kwenye katiba za nchi, kwenye sheria za nchi, kwenye maisha ya wanadamu, hawa watu ahli zayzi min al-aula wawekwe kwenye sehemu hizo kuliko kwenye Qur'ani. Ikithibiti kwenye Qur'ani kuna ahlu zayzi, basi kwenye sehemu nyingine kuna ahlu zayzi. Na ikithibiti kwenye Qur'ani kuna vitu unatakiwa urejee kwa watu maalumu, basi kwenye maisha ya kawaida pia si kila mtu awe ni msemaji, na sio kila jambo la kila mtu. Mtaleta mipasuko kwenye jamii zenu kama ilivyotokea mipasuko katika ufahamu wa Qur'an. Yakatokea makundi mengi ndani ya Qur'an wakiwa wanastadili na Qur'an, wakatengeneza mitazamo ambayo haikuwa kwa mtume, haikuwa kwa masahaba, haikuwa kwa wao waliotangulia, na wao wakajivuna na mitazamo hiyo ambayo imefarikisha kabisa Uislamu na Waislamu. Basi katika maisha yetu ya kawaida hizi fitna zipo, na ahlu zayzi alladhina yattabi'una ma tashabaha wapo. Sasa as-salama kullu salama, usalama kamilifu ni kurejea kwa wahusika pale ambapo kuna jambo lenye kutatiza. Ayuha almu'minun, يقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه, yazingatia maneno haya ya al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya katika nunia yake.
Alafu wallahi uksim billah, hakuna jipya litakayotokea katika maisha ya wanadamu ila lilikwisha kutokea kabla yao. Sasa yaangalia maneno ya Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi katika nunia yake, akizungumzia hiki kipengele cha ta'wil. Hata hutuba yangu leo mimi nimeita madharatu ta'wilat fasida, madhara ya tafsiri mbaya katika matukio fil mujtama al-insaniya. Madhara haya yanaukuta mujtama wa Waislamu, mujtama wa wanadamu, kwa sababu ya kuwa na ta'wilat fasida, mitazamo ya ovyo, tafsiri mbaya kwenye matukio. Wewe unavyotafsiri hivyo unavyotafsiri, una nini ambacho kinakuunga mkono katika tafsiri yako, ili hiyo tafsiri yako ndio tafsiri sahihi na tafsiri ya wengine ni tafsiri batili. Mtazamo wako wewe ndio mtazamo wa sawa, wanachokiangalia wengine kitakuwa sio sawa sawa. Authority hiyo imekupa nani? Wewe ni nani mpaka wewe ndio unavyosema ndio sawa, wakisema wengine batili? Na leo wakiachwa katika mujitama watu kama hawa ambao wameweza kuleta farka kwenye dini, wameweza kuleta farka kwenye Qur'ani, wameweza kuleta farka katika mujitama wa Kiislamu, basi ujue katika sehemu nyingine zote hakutakuwa salama. Ayuha almu'minun, يقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه: هذا وأصل بلية الإنسان وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي تحريف والبطلان. هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان. فهموني، haya yote yametokea, asili ya mmomonyoko, asili ya mabalaa, asili ya vurugu zilizotokea kwenye umma wa Kiislamu, chimbuko lake min taawili, ilitokana na taawil fasid. Ilitokana na taawili fasid. Allah amedhibiti, anasema wama ya'lam ta'wilahu illa Allah. Taawil fasid imeleta majanga yote yaliyokumba umma wa Kiislamu, na umma huu wa Qur'an, umma huu wenye sunna ulifarikiana kuanzia kwenye zama za masahaba, tena kwenye kadhia ya utawala na uongozi, basi sehemu nyingine hakutakuwa salama, na kama hamkujifunza kwao hamtakuwa salama kwenu. Wa tarikhu khairu shahid, historia ni shahidi bora. Ayuha almu'minun, Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi katika beti ya pili anazungumzia kwamba kilichotokea baada ya tawil fasid, wa huwa alladhi qad farraqa as-sab'in bal zada thalathan qawl dhil burhan. Hii tawil fasid ndio ambayo ilipelekea umma wa Kiislamu ugawanyike makundi 73, na makundi ya 73 Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kulluha fi nari illa wahida, makundi yote yatakuwa ni makundi ya motoni isipokuwa kundi moja, huma ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, mpaka wale watakaokuwa wana dini kama nilivyokuwa nayo mimi leo hii na dini waliokuwa nao masahaba wangu. Yoyote atakayefuata kinyume na dini alikuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dini waliokuwa nayo masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyo yuko katika makundi 72, kulluha fi nar, yote yanakwenda motoni illa wahida. Akasema kwenye beti ya 3, wa huwa alladhi qatala al-khalifata jami'a al-Qur'an dhi nuraini wal ihsan. Tawili fasid ndio ambayo ilipelekea kumuua kinyonge sana khalifa wa 3, ameitwa Jami' al-Qur'ani, ambaye ni mkusanyaji wa Qur'an. Aani bidhalika Uthman ibn Affan, inakusudiwa hapo Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jami' al-Qur'an dhi nuraini wal ihsan, alikuwa ni mtu mwenye nuru mbili kwa bishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa ni mtu muhsin, alivuka kwenye daraja ya Uislamu, alivuka kwenye daraja ya iman, alikuwa ni muhsin. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamtaja Uthman, anasema ala astahi mimman tastahi minhu malaikatu sama. Hivi mimi Muhammad sina haya
na yule ambaye hata malaika wa mbinguni wanamuonea haya, huyu ni Uthman ibn Affan shahidu dar. Lakini wallahi ikhwani fil iman, Uthman ameuawa kwa kuzingirwa siku 40 nyumbani kwake ndani ya mji wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madina. Amezingirwa nyumbani kwake siku 40 na umma wa Kiislamu huko unamwangalia, mpaka wanakwenda wanavamia kwenye nyumba yake, wanaingia. Baada ya kuingia wanamkuta Uthman ibn Affan anasoma Qur'an. Anawauliza, mmekuja kunivamia kwa ajili gani? Kabla ya hapo Uthman anawaambia Waislamu, nendeni kwenye hija, msibakie nyuma na swala za jamaa ziendelee. Lakini hao jamaa kwanza wakaenda kuivamia misikiti yote ya Madina pamoja na msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakawa wanaswalisha wao, wasiokuwa wao wote ni makafiri, pamoja na Uthmani, pamoja na watu wote wanaomuunga mkono mtume na maswahaba wake, wote ni makafiri ila kikundi chao. Na sababu ya kwenda kumua Uthmani haikuwa isipokuwa baada ya kuwa wamemhukumu Uthmani kuwa ni kafiri. Sasa swali la msingi, kufuru ya Uthmani imetokana na nini? Kafanya kufuru gani ambayo inahalalisha kwenda kumwaga damu? Walipokwenda kumkabili akawauliza, mnataka kuniua kwa kosa lipi? Sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, la yahillu damu mri'in muslimin illa li ihda thalathi, haifai kumwaga damu ya Muislamu isipokuwa kwa moja makosa mangapi? Matatu: asayyidu zani wa tariku lidini almufariqu aljamaa. Mtu wa kwanza ambaye ameacha dini yake kafarikisha jamaa. Lakini mtu ambaye an-nafsu bin nafsi, ameua na yauawa. Lakini mtu mwingine yule ambaye amezini hadi akawepo kwenye ndoa, hukumu yake auawe. Uthmani akaleta hoja za kujitetea kwa makosa yote matatu. Mimi sijafarikisha dini ya Allah, bado mimi ndio kiongozi wa Uislamu, lakini mimi sijawahi kuzini kwenye ujahilia hata kwenye Uislamu, lakini mimi sijaua nafsi, kwa nini nataka kuniua? Wale watu wakawaambia kwamba wewe unastahili kuuawa. Na asili ya lawama zao walianzia kwenye jambo dogo tu, wanasema Uthmani mkabila. Okay, tujalie kweli Uthmani mkabila. Je, hukumu ya ukabila maana yake ni kuuawa? Naona tafsiri fasidi. Jalia kweli lawama hizi zote za ukabila anastahili 100% Uthmani bin Affan, ni mkabila kweli. Lakini kwenye Uislamu mtu mkabila hukumu yake uawe. Sasa kama ni kweli hukumu yake ni mkabila, hukumuni kwa Uislamu mtu mkabila anafanya nini? Lakini watu walikuwa hawaelewi, wakaenda mpaka wakaimwaga damu ya Uthman ibn Affan. Wakina Abdullah ibn Abbas wanamuomba khalifa, bwana tupambane. Anaambia hapana, sitaki damu za Waislamu zimwagike kwa sababu ya Uthman, mimi nitakufa peke yangu na yale ambayo nimetanguliza mbele ya Allah tabaraka wa taala. Akauawa khalifa muongofu wa Uthman. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah anasema katika beti ya 4, wa huwa alladhi qatala al-khalifata athani a'ni aliyan. Anasema kauli fasid ndio ambayo ilimpelekea kuuawa khalifa wa 4 ambaye ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, miaka 4-5 baada ya kuuawa kwa Uthman ibn Affan. Ali ibn Abi Talib naye aliuawa kwa sababu ilitokea farqa baina Ali ibn Abi Talib pamoja na Muawiya ibn Abi Sufyan, farqa ambayo mwaka 40 walikubaliana wakae pamoja waondoe tofauti zao, wakamchagua sahaba mtukufu Amr ibn al-As pamoja na sahaba mtukufu Abu Musa al-Ash'ari. Hawa wawili wao ndio mahakimu kutokana na ile kadhia, walete sulhu baina yao. Wakatokea watu ambao baadaye wajulikana kwa jina la Makhawarij, wakasema kwamba Ali ibn Abi Talib kafir, Muawiya ibn Abi Sufyan ni kafir, Amr ibn al-As ni kafir. Wakatuma wajumbe watatu, mmoja abakie pale Kufa makao makuu ya Ali ibn Abi Talib, mmoja aende Syria Shamu makao makuu ya Muawiya ibn Abi Sufyan, na mmoja aende Masri makao makuu ya Amr ibn al-As. Na wote wamepangwa waende kwenye salatu al-fajri. Waende kwenye salatu al-fajri wakawavamia viongozi wanaorejewa kwenye umma wa Kiislamu, wauawe wote watatu kwa hukumu kwamba wote watatu ni nani? Makafiri. Ni kweli kule Kufa Ali ibn Abi Talib alitoka alfajiri kwenda kuswalisha, akavamiwa na Abdullah ibn Muljim, akachanwa visu, akauawa pale pale. Kule Shamu
Muawiya bin Abi Sufyan alichelewa kwenda kuswalisha siku ya kutoka, na ndio ilikuwa kadari ya Allah na salama yake. Lakini huko Misri Amr ibn al-As alimweka Kharija awe ndio imamu wa Waislamu asubuhi ile, kwa sababu ya dharura zilizomtokea. Yule Khariji alipokwenda pale alidhani kwamba yule aliyepo ndio nani? Amr ibn al-As. Akamtandika visu vingi, akamua pale pale. Yakaja maneno yale maarufu kwamba aradtu amra wa asaba Kharija, nilimkusudia Amr ibn al-As lakini visu vyangu vimepata nani? Kharij. Akauawa shahidi pale pale. Lakini hebu angalia tawilatul fasila, inakwenda kuleta uhalali wa kuwaua viongozi watatu wa Kiislamu wote kwa pamoja. Hii ni dini ya vipi? Huu ni mwongozo wa nani? Sasa ndugu zangu katika imani, Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya katika beti hizi ametoa mifano mingi mno ya viongozi ambao waliuawa kwa sababu ya tafsiri mbaya ya watu wachache wenye mitazamo feki, ambao wanaiona kwamba mitazamo hiyo ndio sawa, na yoyote ambaye atakwenda kinyume na wao hana haki ya kuendelea kuishi. Hii ndio badia ambayo ilitokea katika umma wa Kiislamu. Ayuha almu'minun, limithli hadha yadhubu alqalbu min kamadin in kana fi alqalbi imanun wa islam. Abu Bakar ar-Rumzi katika Rathaya Andalus, mmoja wa beti zake anasema limithli hadha yadhubu alqalbu min kamadin, mfano mambo kama haya yanauyayusha moyo kwa huzuni. In kana fi alqalbi imanun wa islam, kwenye moyo panapokuwa na imani na Uislamu. Ayuha almu'minun, miongoni mwa mustakharajat ambazo tunatakiwa kuzizalisha kutokana na maelezo kama haya kwenye nafsi zetu, kwenye mjitamaa wetu, kwenye nchi yetu, kadhia inayozungumzia amani ya jamii au hofu ya jamii, Allah ametoa mwongozo kwenye kitabu cha Qur'an. Allah tabaraka wa taala katika suratul Nisa anasema in ja'ahum amrun min al-khawfi aw min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Aya hii katika suratul Nisa Allah tabaraka wa taala anasema wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi, wanafiki na wapo katika kila sehemu, hata kwenye marakiz za Kiislamu wanafiki wapo. Idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi, wanapojua na jambo ambalo linavutia amani ya jamii au hofu ya jamii, adha'u bihi, wanafanya haraka kwenda kuitangaza, kutengeneza pressure kwenye jamii, kutengeneza tension kwenye jamii, kutengeneza vurugu kwenye jamii. Allah anasema wala radduhu ila rasul, kwa nini wasirejeshe habari hiyo kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila ulil amr minhum, na kwa nini wasirejeshe habari hiyo kwa watawala wao, wala radduhu ila rasul wa ila ulil amr minhum. Laiti kama hii amani ya jamii au hofu ya jamii ingerejeshwa kwa Mtume au kwa viongozi wao, la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, wangeleta elimu yenye manufaa wale wenye uwezo wa kufanya istimbati miongoni mwao, kupima masalihi na mafasidi, kupima wema na ubaya, kupima changamoto na maslahi. Sio kila jambo kila mtu ana ruhusa kwenda kulitangaza mbele za watu. Hii ni taadibu ya Qur'an. Allah anatuadabisha katika Qur'ani, si kila mtu ana mamlaka kwenda kutangaza amani na hofu ya jamii. Watangazaji wa jambo la hofu na amani ya jamii ni watu maalumu wenye kuweza kudhibiti masalihi na mafasidi, kwamba jambo hili nikilisema kwenye jamii litazalisha mtazamo gani. Sasa leo ukiwa kwenye jamii kila mtu ni mzungumzaji, kila mtu ni mwelezaji, kila mtu yeye ni kipaza sauti, hivi jamani amani ya jamii tabakia kweli? Sasa ikiwa kama tutakuwa tuna utaratibu wa kuchekea watu wenye kuharibu, wallahi nawaambieni hii Qur'ani hii ni hakim, itamhukumu kila yule ambaye atakwenda nje ya nchi. Ndugu zangu katika imani, nukta ya pili, kadhia inayohusiana na habari
hasa zinazokuja kwenye njia zisizothibitika. Allah ametupa adabu pia kwenye kadhia kama hizi. Allah jalla wa ala anasema, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. In ja'akum fasiqun binaba'in, akija fasiki kwa nyinyi na habari yoyote, nakratun fi siyaki ash-sharti. In ja'akum fasiqun, akikujeni fasiki yoyote, mtu ambaye maneno yake ni ya kurusharusha tu, kupobwabwaja tu, binaba'in, amekuleteni habari yoyote, fatabayyanu, msifanye maamuzi yote mpaka mthibitishe kwanza. Allah anasema, antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, mtawaadhibu watu kwa ujinga, alafu mtapambaukiwa kwa yale mliyofanya ni wenye kujuta. Haya majuto yatakupata hapa duniani na atakupata kesho akhera, kwa kuwa kwako ni mwepesi wa kupupia maneno yanayokuja. Wangapi katika wanandoa wamefarikiana kwenye ndoa, wakaacha watoto wanateseka, watoto walikosa malezi ya baba na mama, kwa sababu mmoja wa wanandoa alikuwa mwepesi wa kusikiliza umbea. Kapigiwa simu usiku na aliyepiga simu ni mwanamke, anasuka anakuta mume wake anaongea huko, anasikia sauti ya mwanamke. Aliposuka kakamata simu, kaipiga ardhini na kasema, naondoka, sitaki tena maisha malaya mkubwa wewe. Kwa nini malaya? Umegundua nini bibie? Imepigwa simu. Naam, aliyepiga simu ni nani? Mwanamke. Kwani mama yake ni mwanamume? Dada yake ni mwanamume? Shangazi yake ni mwanamume? Basi ukisikia mwanamke tu, hata kama mama yake, hata kama dada yake, hata kama shangazi yake, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ay fatathabbatu, thibitisheni, an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, mtapambaukiwa ni wenye kujuta baada ya kuwa mmebainikiwa ukweli haupo hivyo. Nini mashahidi wangapi ambao wamevurugana, lakini baadaye baada ya kutuliza akili na kufuatilia wamejiona kwamba ni wajinga, tena mbele za watu wamefanya vifuko, wamefanya mambo ya ajabu, alafu sasa anakuwa mnyonge kwenye kwenda kubembeleza. Unajua mimi ndugu yangu, ilikuwa dhana mbaya tu. Kwani wewe unajua kama Allah amekataza dhana mbaya? Haya majuto ya duniani, akhera yatakuwa majuto makubwa, ambayo majuto hayo hutaweza kurekebisha chochote baada ya hapo. Nukta ya tatu, ikhwani fil iman, kadhia ya watu ambao wana mamlaka kwenye jamii. Mmeona Uthmani alikuwa mtawala, kauawa. Ali ibn Abi Talib alikuwa mtawala, kauawa. Kadhia inayozungumzia watu ambao wana mamlaka katika jamii, kadhia hizi zinahitaji watu maalumu wa kwenda kuzishughulikia, si kila mtu. Chukulia nafasi hiyo upo na wewe ndio mtawala. Usichukulie mtawala, wewe si una ofisi yako, unafanya kazi. Yaani itokee dosari wanaoiona wafanya kazi kwako, wanakushupalia kama wanavyoshupalia watu waovu juu ya watawala wao. Wewe ndio bosi, utabakia na mfanya kazi wewe? Yaani imetokea mfanyakazi wako ameona dosari kwako. Alipoona dosari kwako, kaanza kuwaita wenzake wafanya kazi. Mnamuona bosi wetu hivi, kwani anafaa kuwa bosi? Hebu angalieni mambo anayofanya. Alafu baada hapo sasa, ikhwani, jiweke wewe kwenye nafasi ya huyo mtu ambaye ni mtawala, alafu ametokea kuwa na makosa ya kibinadamu, alafu mkabala mnamkabili nyinyi ndio wewe kiongozi wa kukabili watu kama wanavyokabili wewe. Utaridhika na mkabala huo? Sasa kama uridhiki kwa mwenzako, kama uridhiki kwenye nafsi yako, usiridhike hali kama hiyo kwa mwenzako. Ndugu zangu katika imani, watawala wetu ni binadamu, na hakika kullu bil adam khata'u, kila mwanadamu ni mkosaji, kila mwanadamu ni mkosaji. Wa khairu khata'in tawwabun, na wabora wale ambao wana makosa ni wale wenye kutulia. Ametaja al-Imam Ahmad katika musnad wake. Riwaya inasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, man kana dhi ra'yin min dhi sultan, man kana dhu ra'yin min dhi sultan fala yubdihi alaniya. Mtu yoyote ambaye ana nasaha,
ana maelekezo, muongozo kwa mtu mwenye mamlaka, fala yubdihi alania, asimseme mbele za watu. Ikhwani, mimi ni shekhe wa Darul Hadithi, ni binadamu ninaopatia na nakosea. Sahi yangu kubwa ni kuhakikisha kila chenye manufaa kwenye daru kiwepo. Lakini mnadhani kama mimi nitakuwa maasum? Mnadhani kwamba mimi nitakuwa sikosei? Sasa ikitokea mimi kiongozi wenu mmenichagua nimekosea, maana yake mmefedhesha mbele za watu, liwe kosa la wazi kweli, la wazi kabisa, basi uwe na wangu wote hamtaki kuendelea nao. Jitihada zote ambazo nazifanya zimekupa mara moja kwa sababu ya kosa moja. Kwa hiyo ikitokea kosa hili ninasahau mema yote niliyofanya. Sasa kama mimi Abu Musa ndio kiongozi wa watu mfano kama hawa, kwa nini ni bora nisiwe kiongozi? Kwa sababu watu ambao wanaongoza wakawa msaada kwake kwenye uongozi unakuwa na nafuu. Lakini unapotokea tunaongoza anakuwa ni mzigo kwake kwenye uongozi, bora usiwe kiongozi. Haya ni mateso. Sasa chukueni picha hii kwa kila kiongozi anahitaji apate nasaha, miongozo. Na kuna wakati mwingine kwa nafasi ya uongozi wanakuwa na kiburi cha uongozi. Nukta ya 4, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatoa muongozo ikitokea kuna baadhi ya watawala walevu wa madaraka yao. Sisi mamlaka yetu tufanye nini kwa watu kama hao? Katika hadithi ambayo iko ndani ya Sahihain, Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anahusia umma wa Kiislamu, innakum satalqawna ba'di athara, enyi Waislamu, baada ya kuondoka kwangu mimi mtakutana na athara. Na athara maana yake mali za jamii wanazitumia watu wachache, mafisadi. Kathibitisha hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watawala wajao watakuwa ni nani? Mafisadi. Innakum satalqawna ba'di athara, nyinyi mtakutana na baada ya kuondoka kwangu na watawala mafisadi. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah, wakasema masahaba wa Mtume, ikitokea alio unatuamrisha tufanyeje ewe mjumbe wa Allah, tupe muongozo. Akasema tuaduna alladhi alaykum wa tasaluna Allah alladhi lakum. Angalia taujihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tekelezeni wajibu wa kisheria na wajibu wa kikanuni uliopo kwenu juu ya watawala wenu, alafu haki zenu muombe Allah tabaraka wa taala. Na mwisho akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afala nunabidhahum, masahaba akasema tusiwatoe hao kwenye mamlaka zao. Akasema isbiru hatta talqawna ala alhawd. Masahaba wanamwambia Mtume, afala nunabidhahum, tusiwatoe kwenye madaraka yao. Qala la, isbiru hatta talqawna ala alhawd. Akasema vumilieni mpaka mtakapokuja kukutana na mimi katika haudhi yangu. Ikhwan, Mtume amethibitisha kutakuwa na athara. Mnapomtoa mtawala huko sababu mwizi, huyo anakuja atakuwa mwema? Innakum satalqawna ba'di athara. Huyu ambaye tunamuona sasa hivi afai ni mwizi, fisadi, si mwema. Je, tuna uhakika anayekuja atakuwa ni mwema? Walitokea mmeanza kufanya majaribio kubadilisha viongozi. Kiongozi gani mlimuona anawafaa zaidi? Kila anayekuja mnasema afadhali yule upita, kila anakuja mnasema afadhali upita. Kwa hiyo mkimtoa huyu atakayekuja baada hapa atakuwa malaika Lakini miongozo ya Mtume anasema isbiru, vumilieni, hatta talqawni ala alhawdi. Hakusema ukhruju alaihim, hakusema tokeni kwenye taa zao, fanyeni mapinduzi. Na mwisho namalizia kutuba yangu kwa kauli aliyoileta al-Imam Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala alayhi. Anasema haythu fana Allahu aydiyana an dimaihim fayajibu alaina an nasuna alsinatana an a'radihim. Haythu fana Allahu aydiyana an dimaihim, kiasi ambacho Allah alikinga mikono yetu isishiriki kumwaga damu zao. Mikono yetu haikushiriki kumwaga damu za Uthman, mikono yetu haikushiriki kumwaga damu ya Ali ibn Abi Talib, mikono yetu haikushiriki kumwaga damu ya Umar ibn al-Khattab. Fayajibu alaina an nasuna alsinatana an a'radihim, ni wajibu juu yetu kukinga ndimi zetu kwa heshima zao. Kama Allah kututia dhambi za kumwaga damu zao kwa mikono yetu, tusilazimishe kupata dhambi za kuvunja heshima zao kwa ndimi zetu. Haya maneno ya jazba ambao wanasemwa na vijana wa hamasa yametengeneza nini?
Tokea watu wa hamasa na jazba walipoanza na jazba zao, hafai, fisadi, hana huruma, katili, kadha wa kadha, yametengeneza nini baadaye? Kwani ndio mwanzo kwanza kusema maneno haya sasa hivi? Hizi hamasa na jazba ambazo zinaleta maafa kwenye mujitama kila wakati unakuwa unashughulikia matatizo tu, badala ya kukaa kujadili maendeleo na tunafanya nini, kujadili kila wakati matatizo na changamoto. Huu mtazamo umezalisha faida gani mpaka sasa? Na fitna za kututengenezea watu wa Ulaya na Amerika, watu wa Europe na Amerika, kututengenezea mitazamo kwamba watawala wetu hawafai. Mimi nauliza swali kwa wao, watawala wao wanafaa? Yaani sisi kutoa kila wakati huyu hafai, huyu hafai. Uko kwenu mnatatawalia na Malaika. Yaani watu wa kwenu watawala wenu ni wema sana. Si kwetu sisi wao kila mmoja hafai. Ni wa Tanzania mnalijua hilo? Mnapopandikizia mitazamo kila wakati kwamba huyu hafai, huyu hafai. Uko kwenu wenzetu mnatawaliwa na nani? Ikiwa kama kwenu watawala wenu mpaka kuna wakati wanakutwa kwenye vyumba wakiwa na watoto wa kike na wana kesi za ubakaji ofisini, alafu bado wamebakia kwa watawala, kwa nini mnakelezeka sio watoto watawala wetu wafai kwa makosa ya kibinadamu? Sasa ikiwa kama kwetu hawafai, basi na kwenu pia hawafai. Na haya mnatushawishi kwa sisi, anzeni kwenu kwanza. Hii mnakaa mnapiga maendeleo, mko dunia ya kwanza, sisi tuko dunia ya tatu. Hapo mnatendelea, mnataka tuendelee kwa kwenye matatizo. Huu ni utu kweli? Huu ni binadamu? Lakini basi mbaya vijana wa hamasa, wao wanatuangalia ni hamasa tu kila wakati. Ukihamasisha unahamasika, ukihamasisha kwani watawala wao ni maasumuni. Inapotokea watawala wao wanakosea, wanahukumu vipi? Sasa sisi wa Tanzania, Allah ametujalia tupo katika mazingira ya amani. Tunafanya dawa, tunafanya dini. Angalia mitaa Kariakoo ukiamka asubuhi, kuna watu zaidi ya 30, 40, 50 katikati ya mji wameweka maspika yao, bwana bwana bwana, na ndio waabudu tu wale. Uhuru wa dini upo, watu wanaambiwa waseme, lakini sasa uhuru wako unaenda kutengeneza tafani kwa jamii. Ikiwa kama viongozi wa dini wameshafisidika kiasi hiki, watu wa kawaida watakuwa nani? Marejeo ya matatizo yote ni kurejea kwenye dini, ili watu waambiwe amesema Allah, amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amesema Isa mwana Maryam. Lakini ikiwa sisi viongozi wa dini tumefisidika, watu wanarejea wapi baadaye? Sasa hutuba hii mimi na wanasi wa Tanzania, mnaelekea katika uchaguzi. Hizi ni katika taratibu zenu mlizojiwekea. Sisi watu wa dini hatupo na mambo ya uchaguzi. Lakini kwa sababu tuko ndani ya nchi na haya mambo yanafika ndani ya nchi, jalieni ili jambo lipite kwa amani kama yalivyopita mengine kwa amani. Asiwe mtu yeyote ni chambo aliyeveshwa katika ndoano ili avulie amani ya jamii, usalama wa jamii. Mambo mengine yote biidhnillahi wa tawfiki yatawezekana. Binadamu hawa wanaotutawala ndio hawa, hakuna binadamu wengine. Yaani msiweke taswira kwamba eti akija fulani atakuwa bora zaidi kwa mwingine. Hapana, nidhamu zenu ziacheni zilivyo, na atakayekuwa mtawala wa mtawala tumsaidie, akikosea tumnasihi, maisha ya kawaida yaendelee. Na kila mmoja shambani mtu aende akalime, kazini mtu aende akafanye kazi, na kila sehemu iendelee. Mtawala mwisho wake anakuwa ni nani? Mmoja tu. Hawawi watawala wawili. Kwenye Uislamu akitokea watawala wawili, tunatakiwa tumuue mmoja. Hii ni sheria dini ya Uislamu. Wakilazimisha kuwa watawala wawili, tunatakiwa kumuue mmoja aliyekuja baada yule wa kwanza aliyotangulia. Sasa ndugu zangu katika imani, nimetoa hutuba hii kwa sababu najua mnaelekea kwenye uchaguzi. Uislamu umefundisha, umetoa tarehe hatara nzuri. Angalieni maafa yalivyotokea kwa viongozi wa bora. Umar ameuawa msikitini, Uthman ameuawa nyumbani kwake, Ali ibn Abi Talib ameuawa akiswalisha, Umar ameuawa akiswalisha alfajiri, na Ali ameuawa akiswalisha salafu alfajiri. Haya hayatoshi kutufunza kwamba kilichotokea kisirudie tena. Hata baada ya yote ambayo nimeyataja, nimalizie kwa yale yote ambayo tunamalizia wakati mwingine. Leo hii hapa Darul Hadithi Ununio tutakusanyika kuanzia wakati wa dhuhuri kama vile ambavyo tulikusanyika Idi al-Adha mwaka jana. Patakuwa pana michezo hapa ya watoto, patakuwa pana nyama choma nyingi, mnaona ng'ombe wale mashallah alhamdulillah. Lakini patakuwa pana mambo mbalimbali ya kheri na furaha za Waislamu, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
aliweka hafla kama hizi kwa kuwaita Wahabeshi wakaja msikitini wakawa wanacheza michezo ya ujasiri. Sisi tunataka tukamilike tufikie huko, lakini tunakwenda kidogo kidogo. Allah kijalia inshallah hii itakuwa ni mara ya pili biidhnillah wa tawfiqihi. Hapa tumepiga hatua kidogo kurekebisha yale makosa makajana, na wakati ujao utakuwa bora zaidi kama alivyokuwa anafanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hili ni jambo la kwanza. Lakini sambamba na hilo, jambo la pili, kwa sababu leo imeangukia Ijumaa pamoja na Idi, katika hali kama hii huwa kuna khiari ya kuswali aljumaa au kuswali dhuhur. Sisi kwa sababu ya ufinyu wa eneo letu na kwa sababu ya mkusanyiko mkubwa utakaotokea, tukiswali salatu aljumaa itatubana. Kwa hiyo tunatarajia inshallah tutaswali salatu dhuhur leo hii badala aljumaa, kwa kutosheka na hii hutuba ya Idi. Wakati wa dhuhur tutaswali jamaa salatu dhuhur katika msikiti wetu badala ya Ijumaa. Ama katika sehemu nyingine inaruhusiwa khatibu kwenda kuswalisha na watu wanaweza kaswali tena mara ya pili, lakini pia wana khiari ya kuswali dhuhuri badala ya salatu aljumaa. Hilo jambo linajuzu kama vile ambavyo ilikuwa mukarrar katika fiqh ya Kiislamu.